Halo, ndio Raul. Kaka, uko sawa kweli? Kuna mawazo sana. Nipo sawa. Vipi kuhusu Pooja? Jana usiku nilimwona kama vile alikuwa ameumia. Na ilionekana kama vile ni kidonda kikubwa. Na hajamwambia yoyote yule kuhusu hilo. Hili ni jeraha dogo. Siwezi kuacha maisha yangu kwa ajili ya kuogopa kuumia. Kukimbia maumivu sio suluhisho. Maisha ni kuhusu kuyakubali maumivu na kusonga mbele. Au unachokisema sio sahihi, Bwana Naren? Unapaswa kwenda kwa daktari na ukafungwa kidonda. Hapana, wala hakuna haja ya hilo. Wacha nimalizie kazi yangu kwanza. Hautanisikiliza. Tutaenda wote. Usiwe na wasiwasi. Mimi nitampeleka hospitalini. Twende bibi Pooja. Lakini hatuwezi kumwacha. Sitaki kusikia lakini. Mimi ni bosi wako na kila anachokisema nategemea wewe utanisikiliza. Kiukweli sitaki kabisa kukuacha peke yako. Lakini inanibidi nikuache tu kwa sababu ya usumbufu wako. Ni bosi mzuri kweli. Anashindwa hata kumwona mtumishi wake akiwa kwenye maumivu. Yajayo yanafurahisha. Subirini na muone sasa. Yaani Pooja, hatimaye nimekushinda sasa. Subiri uone Chandan atakavyomshughulikia kaka. Chandan, upo tayari? Pooja, kula chochote. Kwani shangazi, tangu lini Pooja anafanya kazi Rishikesh? Sahau kuhusu Pooja. Sasa hivi nataka uniambie kuhusu Recho. Na anataka nini kutoka kwa mwanangu? Shangazi, unaweza kunipikia gobi pakora tafadhali? Haya, hakuna shida. Lakini hebu niambie, huyu Recho ni nani? Sawa, ni hivi. Recho ni mwanamke shetani na ni mshenzi. Namaanisha ana tabia fulani hivi ya kuwafanya wanaume mpende. Kabisa. Mimi nilikuwa najua tu. Lazima atakuwa na mlaghai mwanangu. Ndiyo kabisa. Alafu pia hizi paroka ni tamu sana. Ala, kula na hii kidogo mwanangu. Chukua. Halafu ni kipi kingine cha zaidi unajua kuhusu Recho? Sasa ni kipi nachoweza kukuambia kuhusu yeye? Kuelewi na maana gani kuwa na maadili na kuheshimu watu wakubwa. Hajui hayo na hataki hata kujua. Lakini lazima niseme, ni mnenguaji mzuri. Pooja anamjua. Alishinda na Pooja katika sherehe ya kufunga mwaka. Lakini bado sielewi kitu kimoja. Kwa nini unamchukia Recho? Ni rafiki wa Pooja. Amekuwa akijaribu kumtega mwanangu. Na la zaidi ni mnenguaji. Kuna kipi kizuri kuhusu yeye? Oh Mungu wangu. Ana matatizo makubwa na Recho. Hivi kwa nini najali? Mimi ni Ritu. Alikuwa kaka, yule alikuwa ni Chandan. Kwa nini analia? Nikueleze vipi kaka? Maskini msichana wa watu ni yatima. Baada ya mkosi wa ajali, aliwapoteza wazazi wake wote wawili. Ndio maana hana hata hamu ya kuishi tena. Kaka, nilijitahidi niwezavyo kumsaidia. Hata pesa pia nilimpatia. Lakini alichokisema ni kwamba hivyo vyote havina maana kwake. Ameamua kuyamaliza kabisa maisha yake yani. Kaka, uoni kama kuishi ni bora kuliko kujiua? Kaka, unaweza kuongea naye japo mara moja. Kama wewe ukiweza kuongea naye, pengine anaweza kubadilisha mawazo yake. Najua kwamba Chandan ni mnenguaji. Lakini kaka, hii pia ni binadamu kama wewe na mimi. Unajua kaka, tatizo likiongelewa, linakuwa lijatatuliwa kwa undani. Tafadhali jaribu nawe kuongea naye hata kidogo.
pengine labda anaweza akajisikia vizuri. Umejiumiza tena? Familia nzima imefanya jitihada kubwa sana ya kuitibu hali ya kaka, lakini hakuna chochote. Pengine na wewe ujaribu bahati yako. Bwana Mayank, wewe rudi tu shambani. Hili ni jeraha dogo tu, kwa hiyo na mimi nitarudi muda sio mrefu. Hapana dada Pooja, hili sio jeraha dogo. Kidonda chako ni kikubwa sana. Unatakiwa kuwa mwangalifu, usiwe mzembe kabisa. Daktari, hata mimi najijali pia. Lakini sasa hivi nina haraka sana. Bosi wangu yuko shambani peke yake. Ndiyo, baada ya kufunga kidonda chako vizuri unaweza kuondoka. Daktari, hakikisha hiki kidonda ukifungi sana. La sivyo bosi wangu atakuwa na wasiwasi. Pooja anaonekana kuwa chizi kidogo. Sielewi ni vipi mtu anaweza kujikita sana katika kumwangalia bosi wake na kazi yake katika wakati huo huo. Ana wasiwasi kuhusu kaka. Na yeye mwenyewe bado na maumivu. Hapana, hawezi kuigiza. Wacha nikae na hii simu ya kaka. Kidonda chako nimeshamaliza kukifunga. Sasa unaweza ukaenda. Pooja bibi, nitalipia matibabu yako. Sawa. Kiko wapi Pooja? Jana ulikuwa unanitambia sana mwenyewe, na leo nimemleta kaka Rangal mbele ya macho yako. Utafanya nini sasa Pooja? Kaka, ile pale ni nyumba ya Chandan. Huyu ndo yule msichana ambaye alimchukua hapa na Ren jana kwa kiburi sana. Lakini leo hutaweza kuondoka hii sehemu. Leo nakukaribisha katika eneo langu. Wewe endelea tu kujitapa katika sehemu ya Rangali. Utaniona. Kwa nini Bwana Naren hapokei simu? Bibi Pooja, daktari amekupatia... Sawa, nitaiangalia baadaye. Turudi shambani kwanza. Lakini... Hatuna muda kabisa kutafuta taksi Bwana Mayank. Wacha tuchukue bajaji. Huwezi kuchukua bajaji, kuna joto sana. Tafadhali Bwana Mayank, twende. Kaka, nadhani wewe na Chandani mnapaswa kukaa faragha na kuongea. Pengine anaweza kawa hayupo huru kuongea mbele yangu. Ni kuhusu maisha yake binafsi kaka. Tafadhali mwokoe.
Tafadhali kaka, fanya haraka. Kwa nini una wasiwasi sana? Yaani kaka kwenye swala la simu ni mzembe sana. Lazima tu atakuwa amesahau sehemu kama kawaida yake. Usiwe na wasiwasi. Tafadhali naomba urudi Naren. Leo taambulia masikitiko tu hapa. Leo wala sitaweza kucheza kabisa. Naweza kujua kwa nini umerudi katika sehemu kama hii? Nimekuja kuyajua maumivu yako. Utaweza kufanya hivyo? Meneja mtarajiwa wa Vyas Group tayari ameshafika Rangali akiwa na mnenguaji. Utafanya nini Pooja? Natumai Bwana Naren yuko sawa. Kaka leo amepangiwa kuutumia usiku wake akiwa na Chandan. Kesho kila mtu katika nyumba ya Vyas wataziona hizi picha. Subiri na tuone jinsi familia nzima inavyoenda kuaibika. Sasa wacha na mimi nipate raha kidogo, muda ambao kaka anajiburudisha na Chandan. Naweza kushiriki majonzi yako? Kwenye macho yako naweza kuyaona maumivu yako. Sijawahi kumwona yeyote yule kumshirikisha maumivu yangu. Kwa hiyo nakuwa rafiki wa maumivu tu. Mziki na vikuku wala havinipi furaha. Mapenzi ni kitu kilichoshindikana kwa watu kama sisi. Na nadhani unaona, wapo wapi wale watu waliokuwa na mioyo ya kweli? Labda maisha yanahusu hayo maswali. Kuyatoa maisha yako muhanga sio suluhisho. Lakini mimi nitaishi kwa ajili ya nani? Na Hirang mahali iliyozeeka, hata mimi nitatoweka. Sitakuwepo kabisa mimi. Ni bora niamalize maisha yangu kuliko kuishuhudia hiyo siku. Maumivu ni sehemu ya maisha. Tazama machoni mwa watu. Hakuna mwenye amani. Utayaona maumivu yao. Wengine ni wapweke na wenye mawazo. Inashangaza kweli Naren.
Macho yako pia yana huu upweke wa ajabu. Ndio maana unaweza kuyaona matumaini nilionayo kupitia macho yangu. Mpaka leo, kila mtu amekuja hapa kumalizana na maumivu yake. Hakuna aliyekuja hapa kuyajua maumivu yangu. Na leo mtu amekuja kama msiri baada ya miaka. Kwa watu kama sisi, hata utu kidogo unatosha kuishi maisha yetu. Na inaweza kutupa thamani ya kuishi. Mdoli? Bwana Mishra, Bwana Naren yuko Hata wapi? mimi sijui dada Pooja. Naren aliondoka hapa lakini hakusema wapi anakwenda. Usiwe na wasiwasi Bibi Pooja. Atakuwa amekwenda kuchukua kitu kwa ajili ya shamba. Atarudi. Lakini kwa nini apokee simu zangu? Kama nilivyokuambia kule tangia mwanzo. Kaka ni mzembe sana wa simu yake. Bibi Pooja. Kuna kitu nilitaka kukwambia. Najua kwamba nilikufanyia ukaidi sana hapo zamani. Mimi nilikuelewa wewe vibaya. Nilidhani kuwa haupo kama vile unavyoonekana sasa. Hata jinsi vile ulivyokuwa unajiweka wewe. Nisamehe sana kwa hilo. Nilikuwa nakosea. Na ama hakika siwezi kumsimamia kaka kama vile unavyomsimamia wewe sasa hivi. Samahani Bibi Pooja kwa kukosea kukuelewa. Wala hakuna shida Bwana Mayanga. Hata mimi nilikuwa nafikiria kama ulivyokuwa unanifikiria wewe. Lakini kumbe nilikuwa nakosea. Wewe wala sio mbaya. Acha nijaribu tena kumpigia Bwana Naren. Bwana Naren mpaka sasa hivi bado hajarudi. Atakuwa yuko wapi sasa? Usiwe na wasiwasi Bibi Pooja. Wacha nijaribu kumpigia simu. Sijui ni nani aliyerusha huu mpira hapa. Watu wanavamia bila ruhusa yangu. Nitaenda kuangalia. Wewe subiri hapa. Kwa nini unajificha? Toka nje. Nilikwambia mara ngapi? Ukae ndani hiki chumba na usitoke nje. Sasa kwa nini ulirusha huu mpira nje? Kwa nini unielewi mwanangu Gudia? Hujapangiwa kuwa na vitu vizuri zaidi kama watoto wengine. Unataka kuwa sababu ya kifo cha mama yako? Huyo ni binti yako? Mwingine anahofia maumivu. Wengine wanahofia shida. Hofu ni mawazo tu yanayotengenezwa na akili. Tunawezaje kuziogopa hamu zetu?